Makofi tafadhali, makofi tafadhali. Afande Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Charles Mang'era Mbuge, Meja Jenerali Farah Mohamed retired mwenyekiti wa bodi ya SUMA JKT, Colonel Erasmus Bwegoge naibu mkurugenzi mtendaji SUMA JKT anayeshughulika na operation, Colonel HR Mabena kaimu mkuu wa utawala makao makuu ya JKT, Colonel Absalom Yanga Shausi naibu mkurugenzi mtendaji SUMA JKT anayeshughulikia na shughuli za utawala, wakurugenzi wa SUMA JKT, wakuu wa vikosi mliopo, Mhandisi Morgan Nyonyi mkurugenzi mwendeshaji wa SUMA JKT Construction Company Limited, wakuu wa miradi SUMA JKT, maafisa wakuu, maafisa wadogo, maafisa wateule senior NCO na junior NCO mliopo, askari, vijana, watumishi wa umma na wafanyakazi wote wa SUMA JKT na JKT kwa ujumla, waandishi wa habari mliopo, habarini za mchana. Nimesimama hapa kwa ajili ya kutoa taarifa fupi kuhusu shughuli ya leo. Shughuli ambayo imetuleta hapa ni kwa ajili ya kuzindua vitendea kazi ambavyo sehemu kubwa ni magari na mitambo kwa ajili ya shughuli za JKT. JKT linayo majukumu matatu ambayo ni malezi ya vijana, uzalishaji mali na ulinzi wa taifa. Katika uzalishaji mali, shughuli mbalimbali za kiuchumi zikiwemo kilimo, ujenzi, viwanda na biashara zimekuwa zikifanyika kupitia shirika la uzalishaji mali la SUMA JKT. Kwa ujumla tumekuwa tukipata miradi mingi na mikubwa ya ujenzi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Aidha, kuongezeka kwa shughuli za ujenzi kumekuwa na changamoto na vitendea kazi hasa magari na mitambo. Baada ya kutambua changamoto hiyo na fursa zilizopo za kibiashara, ndipo wewe afande mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na ambaye pia ni afisa mtendaji mkuu wa shirika la uzalishaji mali la JKT SUMA JKT uliamua kuchukua hatua kukabiliana na changamoto hizo. Hii ikionyesha dhahiri nia yako ya dhati ya kuimarisha Jeshi la Kujenga Taifa na shirika lake na kuhakikisha linatekeleza maagizo mbalimbali ya serikali kwa weledi na kwa wakati uliopangwa. Kwa ujumla, katika kipindi cha miezi 11 afande ambacho wewe umekuwa mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na afisa mtendaji mkuu wa shirika la uzalishaji mali la JKT SUMA JKT, yamefanyika manunuzi ya magari, mitambo, mashine idadi 44 na pikipiki idadi 12 kwa mchanganuo upatao: maroli idadi 14, magari ya utawala idadi 13, mitambo idadi 12, mashine idadi 10, pikipiki idadi 12. Kutokana na juhudi zako leo hii afande, mimi kama mkurugenzi mtendaji wa SUMA JKT nitakuomba uweze kutuzindulia magari jumla idadi 14 na matrekta idadi 5. Kati ya hayo magari idadi 3, matrekta idadi 5 ni kwa ajili ya shughuli za Jeshi la Kujenga Taifa, na magari idadi 11 kwa ajili ya SUMA JKT. Kati ya hayo magari makubwa aina ya HO idadi 7 ni kwa ajili ya shughuli za ujenzi.
na magari idadi 4 aina ya Nissan Patrol, Toyota Hilux double cabin kwa ajili ya shughuli za SUMA JKT. Magari na matrekta yote kwa ujumla yapo hapa afande na yanasubiri uzinduzi wake. Ni matumaini yetu kuwa magari haya yatasaidia Jeshi la Kujenga Taifa na shirika kupunguza changamoto ya kukodi magari kwa ajili ya shughuli za uendeshaji na hivyo kuongeza ufanisi katika kutekeleza majukumu mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyatekeleza nchi nzima. Aidha, afande mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na ambaye pia ni afisa mkuu mtendaji wa shirika, ni kuombe uendelee kupokea maombi yetu ya kuongeza vitendea kazi kadri itakavyowezekana kutokana na upatikanaji wa fedha. Afande, baada ya maelezo hayo mafupi, kama nilivyosema hapo awali kwamba nitatoa maelezo mafupi, nitakuomba muda utakapofika uweze kufanyia uzinduzi wa magari hayo ili yaweze kutumika kwenye shughuli zetu zilizokusudiwa. Afande, kabla sijakukaribisha rasmi kwa ajili ya kuweza kutoa neno, kama itakupendeza mkuu uweze kutuzindulia magari yetu, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa bodi ya SUMA JKT, Meja Jenerali mstaafu Farah Mohamed, ili aweze kutoa neno. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na afisa mtendaji mkuu Meja General Charles Mangera Mbuge, mkurugenzi mtendaji wa SUMA, naibu mkurugenzi mtendaji SUMA Operation, kaimu mkuu wa utawala, naibu mkurugenzi mtendaji wa SUMA utawala, mkurugenzi na wakuu wa miradi mliopo, mkuu wa kambi na wakuu wa vikosi mliopo, maafisa wakuu, maafisa wadogo, maafisa wateule, senior, junior, askari, watumishi wa umma na ndugu zetu waandishi wa habari, habari za asubuhi. Awali yote, nitumie fursa hii kumshukuru Mola wetu kwa kutuwezesha tena kukutana hapa tukiwa na afya njema kwa ajili ya uzinduzi wa magari na mitambo iliyonunuliwa kwa matumizi ya Jeshi la Kujenga Taifa. Pili, ni kushukuru mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kunialika kushuhudia tukio hili muhimu kwa maendeleo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa namna ya kipekee kabisa, nikupongeze kwa juhudi kubwa ulizozifanya katika kuleta maendeleo ndani ya JKT na shirika. Kwa hakika mabadiliko ya kiutendaji ni makubwa katika muda mfupi wa uongozi wako ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa kutaja machache ambao umeyafanya, umeweka mipango madhubuti ya kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Jeshi la Kujenga Taifa kujilisha kwa kuanzisha mashamba mkakati na ufugaji wa kisasa ili kuongeza uzalishaji wa mazao kwa matumizi ya Jeshi la Kujenga Taifa na kwa akiba ya taifa. Miundombinu ya kisasa ya umwagiliaji imetengenezwa kukidhi mahitaji ya kilimo kwa mwaka mzima. Miundombinu hii inatumika kote kwa Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na shirika lake. Pili, umeliwezesha JKT na shirika kujitegemea kwa zana, vifaa na mitambo. Katika kipindi cha mwaka mmoja umenunua zana, vifaa na mitambo ya karibia takriban shilingi bilioni 4,454,000. Kwa leo uzinduzi utahusu zana zenye thamani ya shilingi bilioni 2,583,000. Ununuzi huu umefanyika kwa dharura kwa kutegemea mahitaji yaliyopo na amepata baraka zote za bodi ya ushauri. Zana, vifaa na mitambo itasaidia kuongeza ufanisi katika JKT kwa kuongeza uzalishaji katika mashamba mkakati. Hivyo ni matarajio kuwa zitasaidia kupunguza gharama za uendeshaji na gharama za huduma na ujenzi. Zitaleta ubora wa kazi na ubora wa bidhaa. Kazi zitamalizika kwa wakati au kabla, hasa kwa upande wa ujenzi. Lakini zana hizi vile vile zinahitaji kutunzwa ili ziweze kuleta tija, na kwa utunzaji mbora utaleta faida na kuwezesha vingine zaidi kununuliwa kwa maendeleo ya JKT. Aidha, kwa watendaji watakaopata dhamana ya kuangalia vifaa hivi, ni vizuri kuendana na falsafa ya hapa kazi tu, kwa kuwa wabunifu, waadilifu, waaminifu na wawajibikaji, ili kuweza kuhakikisha yaliyokusudiwa yote yanatekelezwa. Mwisho kabisa, mimi binafsi na kwa niaba ya bodi ya ushauri
tunakuhakikishia ushirikiano wa karibu ili kukuwezesha kuongoza shirika na JKT bila matatizo yote, na tunakuhakikishia ushirikiano ili kulinyanyua shirika na Jeshi la Kujenga Taifa kutoka hatua iliyopo sasa kwenda hatua nyingine ya juu zaidi. Meja Jenerali mstaafu Mohamed ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya SUMA JKT, Jenerali Mabele mkurugenzi mtendaji wa SUMA JKT, Kanali Babena kaimu mkuu wa utawala ndani ya JKT, Engineer Morgan Nyoni ambaye ni MD wetu katika SUMA JKT, makamanda vikosi mliopo, wakurugenzi ndani ya JKT na SUMA JKT, maafisa askari vijana na watumishi wa umma na waandishi wa habari kwa ujumla wetu wote, habarini za asubuhi. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi sote kukutana katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa magari ambao ni mara yangu ya pili katika eneo hili, kukutana na nyinyi waandishi wa habari na maafisa na askari na watumishi na vijana ndani ya JKT kuzindua magari kwa mara nyingine. Hii yote inaonyesha maendeleo makubwa yanayopatikana kwa kasi sana ndani ya jeshi letu la Kujenga Taifa. Awali ya yote ningependa pia nichukue fursa hii kuwashukuru watendaji wote ndani ya JKT, maafisa, askari, vijana na watumishi wa umma kwa kuweza kushirikiana wote kwa nguvu zetu kuziunganisha na hatimaye mafanikio kuonekana katika taasisi yetu au jeshi letu la Kujenga Taifa, hasa ambapo tunapokuwa tunapewa kazi na serikali, taasisi, mashirika na watu binafsi na kuweza kuyatekeleza kwa muda mfupi na kwa ufanisi zaidi. Leo hii ninayo furaha kubwa sana kuongea na maafisa, askari, vijana na watumishi wa umma ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa kuelezea mafanikio ambayo yamepatikana kwa muda mfupi, takribani mwaka mmoja toka niteuliwe kuwa mkuu wa JKT. Leo hii natimiza miezi 11 na siku kadhaa. Ndio tunaelekea tarehe 17 Septemba mwaka huu nitakuwa nimetimiza mwaka mmoja toka nimeteuliwa kuwa mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa. Na hatimaye mmeniwezesha kushirikiana na mimi kuweza kupata mafanikio makubwa ya kuigwa. Siku ya leo tunazindua magari idadi 14, matrekta 5, yote vikiwa na thamani ya shilingi bilioni 2 na milioni 383,907 na 125 na senti 97. Haya ni mafanikio makubwa katika kipindi kifupi yaliyotokana na nyinyi ambao mmeweza kunisaidia kufanya kazi hizi. Kazi hii ya uzinduzi magari haya na matrekta yatazinduliwa hivi punde. Aidha, katika kipindi cha takriban mwaka mmoja kama nilivyozungumza hapo awali, tumekwisha nunua magari idadi 27, mitambo 7, mashine 17 na trekta 5 na pikipiki jumla 12. Yote hivi vikiwa na thamani ya shilingi bilioni 4 na milioni 454 na laki 594 na 217 na senti 93. Mpango huu uliopo kwa sasa ni kununua vitendea kazi zaidi, na mpango ambao tumeufanya katika kipindi cha mwaka mmoja ni mpango wa dharura. Mpango mkakati bado unakuja, utaletwa na sisi wenyewe maafisa na askari, vijana na watumishi wa umma ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kimsingi azima yangu nikiwa mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa ni kuhakikisha Jeshi la Kujenga Taifa linakuwa na magari na mitambo ya kutosha ili kuweza kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Pia nichukue fursa hii kuwataka watendaji wote ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa kuendelea kufanya kazi kwa bidii, weledi na tija ili kuendelea na kasi ya uongozi wa serikali ya awamu ya 5 ili kufikia malengo yaliyokusudiwa katika chombo hiki pamoja na kuanzishwa kwake. Kwa hali hiyo, kwa mshikamano wetu tutaweza kuongeza tija katika sekta ya kilimo, sekta ya mifugo na sekta ya uvuvi ili JKT liweze kujitosheleza kwa chakula na kulipunguzia serikali sanjari na kuendelea kutoa gawio kubwa katika serikali yetu ya awamu ya 5. Hivyo kila mmoja wetu kwa nafasi yake anayo jukumu na kuhakikisha anafanya kazi kwa bidii katika eneo lake ili kufikia
malengo yaliyokusudiwa ndani ya jeshi la kujenga taifa, ambacho ni choma madhubuti katika taifa letu. Napenda nione wale wote mtakaopewa dhamana ya kusimamia magari, mitambo na mashine hizi, mhakikishe mnatunza vizuri vitendea kazi hivi ili viweze kuleta tija kwa jeshi la kujenga taifa, jeshi la Tanzania na taifa kwa ujumla katika shughuli za kila siku za kimaendeleo. Aidha, nichukue fursa hii kwa moyo wangu wa dhati kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye pia ni amiri jeshi mkuu katika nchi yetu, katika serikali yake ya awamu ya 5 kwa kuendelea kuliamini jeshi la kujenga taifa kwa kulipatia miradi pamoja na kazi mbalimbali ambazo zimekuwa zikitekelezwa kikamilifu na jeshi la kujenga taifa. Pia kulisogeza jeshi karibu zaidi na wananchi wake katika kutekeleza miradi ya kijamii ikiwemo ujenzi wa makanisa, ujenzi wa msikiti katika mkoa wa Dodoma, wilaya ya Chamwino. Hali hii ni kulifanya jeshi lake liwe karibu sana na wananchi wa Tanzania, walione kwamba jeshi la wananchi wa Tanzania limetokana na wananchi hawa ambao wanaolizunguka. Ni pamoja na ulipaji wa madeni ambao Mheshimiwa Rais amekuwa karibu sana na jeshi letu kusimamia, ili baadhi ya taasisi za serikali na watu binafsi kuweza kulipa madeni yanayotokana na kazi zinazofanywa na jeshi la kujenga taifa kupitia SUMA JKT. Kwa upande wangu, upande wa maafisa askari vijana na watumishi wa umma, ni matarajio yangu na jeshi la kujenga taifa kwa ujumla kuwa uzinduzi huu wa magari, mitambo, mashine uwe chachu kwenu watendaji wote kuongeza bidii zaidi katika utekelezaji wa miradi na kazi mbalimbali tunazopewa kutekeleza katika maendeleo mbalimbali katika nchi yetu. Kwa siku ya leo sitakuwa na zaidi ya kuzungumza, bali ni kuzindua magari, matrekta ili yaweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, ni tegemeo letu kubwa sana ndani ya nchi yetu kueneza mazuri yale yote yanayofanywa na serikali ya awamu ya 5, hasa kwa kupitia jeshi la kujenga taifa kwa ajili ya manufaa ya Tanzania. Kwa majina naitwa Kanali Hassan Rashidi Mabena, kaimu mkuu wa utawala jeshi la kujenga taifa. Leo hii tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2020, jeshi la kujenga taifa limeweza kuzindua magari pamoja na mitambo, na hii ikiwa ni mwendelezo katika kutekeleza shughuli za uzalishaji. Mimi nikiwa kama mkuu wa utawala leo hii nimezipokea taarifa hizi kwa furaha sana, kwa sababu magari haya ambayo mnayaona, magari madogo, yatasaidia katika shughuli za kuhakikisha kwamba wakurugenzi wetu wanaweza kufika kwenye maeneo mbalimbali ya uzalishaji. Kama mnavyofahamu, jeshi la kujenga taifa kwa upande wa shirika, wao wanashughulika na maeneo mbalimbali, ikiwa maeneo ya ujenzi, ikiwa maeneo ya ulinzi na maeneo mengine ya uzalishaji kama kiwanda cha maji na samani. Lakini kwa upande wa serikali kuna wakurugenzi ambao wanahusika na masuala ya malezi ya vijana na uzalishaji. Kwa hiyo magari haya yatasaidia kurahisisha kazi za uzalishaji. Lakini pia mmeona kuna magari makubwa na kuna matrekta. Jeshi la kujenga taifa sasa hivi liko katika mpango mkakati wa kuleta mageuzi makubwa kabisa katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo magari haya ambayo yamezinduliwa sasa, na pia vile vile mpango wa jeshi la kujenga taifa kuweza kuongeza magari mengi na mitambo zaidi, ili kuhakikisha katika hizo sekta nilizozitaja zinafanya vizuri na tija, ili kuweza kuongeza uzalishaji na hatimaye kupata chakula cha kutosha kwa vijana wetu ambao wanajiunga katika mafunzo ya mujibu wa sheria na yale mafunzo ya kujitolea. Na chakula kile si tu kwamba kitatosheleza kwa vijana, bali pia vile vile ziada inayobaki itatumika katika maeneo mengine ya taifa. Kama tunavyofahamu, kauli mbiu yetu pia ni kwamba chakula salama ni fahari ya Tanzania. Tunataka tuhakikishe kwamba kinapatikana chakula cha kutosha kwenye mazao yote, lakini pia hata katika mifugo na uvuvi. Mimi kwangu maneno si kazi, kazi ni vitendo. Hivi ni vitendo ambavyo vimeunganisha nguvu za maafisa askari vijana na watumishi wa umma ndani ya JKT. Kwa michango yao yote tumeweza kununua magari haya kama mnavyoyaona. Hatufanyi kwa maneno, ni vitendo. Makofi tafadhali. Magari ndio hapa mmeona yote. Kuna magari ya utawala yale pale mnavyoona. Kuna magari upande wa ujenzi, kuna matrekta upande wa kilimo, mambo yote sababu JKT inajihusisha na masuala ya ujenzi, kilimo
na kuboresha utawala zaidi, vyombo vyote vipo. Kuna magari mnaona upande wa ujenzi, upande wa serikali pia kuna magari mawili kwa ajili ya kuendeleza shamba la mpunga ekari 2500 katika eneo la Chita. Miundo ya kisasa kabisa, miundombinu ya kisasa kwa ajili ya umwagiliaji, na tutaweza kulima mara 2 kwa mwaka. Hii ni mipango ya kizarura katika ununuaji wa magari na maandalizi yote ya kimaendeleo ndani ya JKT. Mipango mikakati yenyewe inakuja baadaye, mtaiona, sio kama hii mnavyoona hapa. Umeamua